Mwenyekiti, tuambie maandalizi kuelekea katika mchezo wa finali dhidi ya Singida Black Stars mpaka sasa yapo. Yes, maandalizi mpaka sasa yapo kwenye hatua za mwisho, kwa sababu nyuma yangu kama mnaiona timu yetu ilikuwa inafanya mazoezi na utaratibu wa leo, kwa sababu uwanja huu unatumika siku ya mchezo kesho. Kwa kila timu ambayo inacheza kesho, kwa maana Yanga na Singida, inapewa dakika 15 kwenye uwanja wa New Aman kwa maana ya pitch filling, alafu unatoka nje unakuja kufanya sasa mazoezi yako ya mwisho. Taratibu mzuri ambao timu zote mbili tumekubaliana, na kwa utaratibu huo pia tusiache kumpongeza Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Dr. Mwinyi, kwa sababu unaweza ukaona miundombinu ya kimichezo hapa inaweza kuhimili kila aina ya changamoto inayotokeza. Kwa hiyo ngona leo timu zingepata shida hapa kutrain, mtu aje atoke wapi, lakini tunaingia hapo unakuja kutrain hapo. Unaingia una train pale. Mambo yako safi kabisa. Msemaji, tumeshuhudia wachezaji wote wakiwa wanafanya mazoezi kasoro Prince Dube. Hali yake ikoje kuelekea mchezo kesho? Atakuwepo? Prince Dube alikuwa na kazi maalum tu siku ya tarehe 25. Kazi yake ameshaimaliza na tumemwambia apumzike. Kwa hiyo Prince Dube officially hata kuwepo kwenye mchezo wa siku ya kesho dhidi ya Singida Black Stars. Alikuwa na kazi maalum ambayo tulimpa tarehe 25 na ameifanya vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sasa apumzike, aanze kula raha. Kamwe kucheza kwake sio kama ana hata ile mechi ya tarehe 25 alicheza akiwa na maumivu. Lakini kwa sababu tulipanga kwa pamoja, tukubaliane wote, tulikubaliana kwamba kwa utamu wa viola kila mtu ashiriki. Kwa hiyo na yeye akabidi apewe dakika zake 45 ashiriki kwenye utamu wa viola. Kwa hiyo leo tumemwambia apumzike. Mama amekuja hapa na yeye ni kiongozi kama mimi, tumekaa nje tunapiga story. Atalitalie safi kabisa. Kama tactical kwenda kwenye mchezo huu, tunapata mashaka kwenye mchezo wa Kariakoo Derby, labda kutumia nguvu kubwa sana. Labda kwenye mchezo wa finali huenda mkawa mnafuatilia. Hapana bwana. Hapa msiongee uongo bwana. Yanga haikutumia nguvu yoyote tarehe 25. Msidanganye watu bwana. Hata kama kuna mchambuzi anaongea hivyo, utumie fursa hii kumwambia ni uongo. Yanga tulitumia nguvu kubwa tulipocheza na Dodoma Jiji hapa. Tulitumia nguvu kubwa tulipocheza na Prison. Lakini mechi na Simba ilikuwa ni mechi ya kawaida kabisa ambayo hasa Sheikh wanacheza na timu haifanyi mazoezi. Timu wachezaji siku 3 wanadai bonus, hawagusi uwanja. Utajiandaa wewe umtoe jasho kubwa kuwafunga. Ndio sisi tuliwaacha, tulikuwa tumerelax. Second half ni mzuri, pinch ya pili, counter ya kwanza mpira wa juu, mbio goli. Wa pili mbio goli. Kwa hiyo hatukutumia nguvu yoyote. Nguvu tutaitumia kesho inshallah. Kwa hiyo nadhani kwamba Singida watakuwa na game tough zaidi ya ile tarehe 25. Singida ni mechi ngumu. Quality ya wachezaji wa Singida unaweza ukasema inafika asilimia labda 70 ya quality ambayo iko nayo Yanga. Yaani nchi hii ukipanga quality za wachezaji, unaanza Yanga, unakuja Singida, unakuja Azam, unakuja Tabora, unakuja KMC, afu unashuka. Wengine ndio wako chini huko, maana ya quality za wachezaji. Quality ya wachezaji, unauza quality ya wachezaji kwa timu zenye quality mmoja. Unaanza hapo kwa Yanga, unakuja Singida, unakuja Azam, unakuja Tabora, unakuja KMC. Wewe mtu kama ule Pipino, msemeni, anapatikana wapi kwenye hizo timu nyingine za chini? Hakuna. Kwa hiyo kwa maana ya quality Singida wako nyuma yetu. Kwa hiyo mechi itakuwa nzuri siku ya kesho. Mwenyekiti, mkiwa wenyeji wa mchezo huu wa finali, lakini pia bingwa mtetezi ambaye unatetea kombe lako, pengine kuna uspecial wote ambao umeuandaa kwenye hiyo finali? Uspecial wameandaa wenye mashindano. Wametuambia kesho na nyie mtakuwa mko hapa, mtapata fursa. Wametuambia, unajua maneno ya kuambiwa nawe, na mimi nisiwe sana kama alivyoimba Zuchu. Kama umeambiwa hapo umehadisiwa na unakuja wametuambia kwamba kesho kutakuwa na opening ceremony ya kihistoria. Unajua opening ceremony kama mnafuatiliaga mashindano haya hata ya club bingwa za vilabu hivi, World Cup, ile sherehe ya uzinduzi wa finali. Wametuambia kesho itakuwa ya aina yake. Mimi nilivyofuatwa pale kutoa mawazo, maana walinifuata pia na mimi bwana, una mawazo gani ya kuboresha event ya kesho? Mimi nikawaambia namuomba Mbosso aje. Akaniambia kwa nini? Nikamwambia aje tu Mbosso akae jukwani. Baada ya Ikari City tutakuwa tuna kazi naye. Sasa sisi tutafanyia kazi jambo langu. Sijajua sasa, lakini nimetoa jina la Mbosso pale. Aje kesho. Ndio maboresho yako. Nakaboreshe tu hapo. Kwenye burudani pale ongezwe Mbosso. Ikifika muda sawa kusherehekea bonge la dada awepo. Msemaji,
Singida ambaye mnacheza naye ametoa. Kuna maswali ya Singida mengi. Yaani maswali ya 25 ambayo mliosahau. Kama kuna maswali ya 25 mliosahau. Sawa. Wanasema eti kwamba yule ngamia. Singida maswali madogo madogo ni machache. Yaani sio mechi nzuri imeisha. Kuna mechi ilipita hapa ina maswali mengi. Mshindo una maswali? Yule supu ya ngamia ambayo umeiona. Ndio maswali haya. Jangwani. Wanasema ni yule ngamia ambaye aliingia naye siku ya wewe ngamia aliingia Simba Day, ngamia atapika yule. Ngamia kama anaumwa. Ngamia juzi umeona vizuri wewe? Ametoa kilo 400 yule ngamia wa juzi tulimchinja. Kilo 400 zimetoka pale. Na zimehudumia pale watu 5000 juzi pale asubuhi. Tutafanisha yule ngamia mgonjwa yule. Leo tumezungumza na afisa habari wa Singida Hussein Masanza. Amesema hana hofu kwa sababu nyinyi mmewafunga Simba, kwa sababu hata wao wamewafunga. Kwa hiyo anaenda kwenye mechi ambayo mnafanana quality. Na hana hilo sio hofu. Kwa hiyo nyinyi sio kama kuwadharau, mmefunga mtu nafasi ya pili lakini unaenda kucheza naye yeye. Kwanza umetumia maneno ya tafsida. Alichokisema Hussein hujakisema. Hussein kasema yeye. Nimeona Hussein kasema msimu huu Simba ni mai wetu wote. Yanga na Singida. Ndio kauli yake. Usi edit. Unaelewa Wewe umeenda kuhakikiwa kule kwenye bodi. Usi edit. Ameuma maneno. Simba ni mai wetu wote wawili. Yanga na Singida Blacks. Kimsingi yuko sahihi. Kimsingi yupo kama wanahisi amekosea. Singida si wapo? Sababu utachagua either ukutae na Soa au Mzize. Yaani wao kama watahisi kwamba Hussein kaongea kitu sio cha kweli, ni either wachague sasa apite Soa au apite Mzize. Lakini huo ndio ukweli ambao inabidi waupokee kwamba Singida na Yanga msimu huu tumemla mai wetu vizuri. Wala hakuna sasa Hussein ndo ameanzisha, na mimi kiukweli baada ile kauli nipata wivu. Akasema mnamgombania. Yaani baada ya Hussein kuongea kwamba msimu huu Simba ni mai wetu wote wawili, mimi nilipata wivu. Unaona wivu? Nimeona wivu ndio, kwa sababu ni mtu wangu tu mpya juzi. Jambo hata halijapotea. Mmiliki ni Yanga juzi shekhe, na bango lipo hapo leo mmeliona. Kwa Singida amekuja mpita pita. Ndio kaongea vizuri. Singida ni ex wa zamani huko. Kama kwamba amefunga nyingi na Singida ametumia nimemnywa nyingi. 3-1. Basi haina shida. Akinishtakia mai wangu tarudisha kesho hizo. Muhimu tu anishtakie. Kwa hiyo kama iliwauma. Meneja anikatisha. Nimefika pata meneja malizia hapa. Kama iliwauma nishtakieni. Niwaambie vijana kesho walipe zile 3. Bwana asanteni. Crown Media. Hapa ni nyumbani.